Mwanamichezo, ni wakati ambao tupo katika dirisha dogo la usajili, kila mmoja katika nafasi yake akihitaji kufanya maboresho makubwa ambayo yatakwenda kuifanya timu yake kufanya makubwa na kufanya mengi ambayo anaamini ni sehemu ya mtaji katika upande huo na kwenda kutimiza mengi ambayo kajiwekea. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni moja ya timu ambayo anahitaji kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chake, kuingiza baadhi ya wachezaji ambao wanaamini kuna kitu cha ziada ambacho wanakwenda kuongeza katika upande utari. Coach Steve Baka ameainisha na kuweka wazi zaidi ripoti yako kwa baadhi ya wachezaji ambao wanahitaji waweze kuongezeka au wachezaji ambao wanaamini kuna kitu cha ziada ambacho wanakwenda kuongeza katika upande wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Yote kwa yote ni heri na ni wakati ambao Simba tayari rasmi wameingia katika dirisha dogo la usajili kwa tafuta baadhi ya wachezaji wazuri ambao wanaamini kwamba wanakwenda kuifanya timu yao kufanya makubwa na kutimiza kila ambacho wanakihitaji kama sehemu ya ufanisi, ubora na mengi yaliyotukuka katika upande huo. Sasa usiyoyajua nyuma ya pazia ndio unapaswa kuyajua na ndio pia unapaswa kuyatambua katika nafasi hiyo, katika usajili ambao unazidi kutikisa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Kikosi cha Simba baada ya kuwepo kwa mazungumzo kati ya wao pamoja na management inayomiliki moja ya beki wakati anayekipiga kunako klabu ya soka ya Asante Kotoko ya kutokea pale nchini Ghana, ni moja ya wachezaji ambao ukitazama performance yake imekuwa ni performance ya hali ya juu, performance ya kutupwa. Ni moja ya wachezaji ambao amekuwa na uwezo ambao kiukweli ukitazama ambacho wanahitaji Simba, kuna uwezo mkubwa wa mambo huyu kuja kuisaidia hii timu na kufanya kile ambacho wanakihitaji. Rushin Adaluk ni mmoja wa wachezaji ambao amekuwa na performance nzuri, lakini pia ukitazama upande wa Shamu ni mmoja wa wachezaji ambao amekuwa in and off, ni mmoja wa wachezaji ambao kiukweli performance yake hairidhishi kwa kiwango kikubwa zaidi katika nafasi hiyo. That why upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wanaona ni vyema wakaweza kumpata mchezaji mwingine kama ambavyo coach amehitaji beki mwingine wakati. Sasa wakati coach anamhitaji beki wakati tayari Simba wametua kunako klabu ya soka ya Asante Kotoko na tayari kiwango cha pesa kadhaa kimeainishwa na kuwekwa huko. Ni kiwango cha pesa ambacho kinafika within milioni 347 ambayo imetumika kama ada ya usajili wa mwanzo ili kuona uwezekano wa kumpata mwamba huyu. Hapa namzungumzia Samba Oneir Ndongani. Huyu Samba Oneir Ndongani umri wa miaka 25 ndio umri alionao kwa sasa. Ukitazama performance yake as well, ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mkubwa na ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo wa kuja kuongeza kitu cha ziada katika upande wa klabu ya vijana wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu ni beki wa kati ambaye ana uwezo wa kucheza kama beki namba 4, lakini pia bado ana uwezo wa kumudu kucheza kama beki namba 5 katika nafasi. So ukimtazama Samba ni mmoja wa wachezaji ambao kiukweli ana kitu cha ziada ambacho ana uwezo wa kuja kuongeza ndani ya Simba. Nadhani unamtazama pia umbo lake, namna anavyoonekana, ni mmoja wa wachezaji ambao ukitazama quality yao uwanjani, transition ambazo anazifanya uwanjani, ukitazama movement ambazo anafanya, interception, namna ambavyo ana uwezo wa kupoka mali kwa wapinzani, hii yote pia ni moja ya sababu ambayo mnyama mwituna naamini kwamba kuna kitu cha ziada ambacho anakwenda kugain na kuna kitu cha ziada ambacho pia anakwenda kuongeza kumpata mchezaji mwenye karba ya Samba Oneir Ndongani katika safu yake ya ulinzi. Utulivu ambao amekuwa nao ni moja ya mtaji mkubwa ambao Simba wanajivunia katika hichi ambacho amekuwa nacho katika nafasi hiyo, na moja ya wachezaji ambao ukitazama kiukweli performance yake inaridhisha atwell. Ukitazama Ndongani miaka 25 alionayo, moja ya wachezaji ambao kiukweli Simba wanachokihitaji ana uwezo wa kuja kutoa. Ukitazama Simba kwa sasa ina baadhi ya wachezaji, mfano wake Rashid Daluk, ukimtazama mchezaji kama Wilson Nangu, lakini bado pia kuna wachezaji kama Vedastus Masinde, lakini bado wachezaji hawa improvement yao inahitajika, na that why mwalimu baada ya kukaa takriban siku 10 kwenye kikosi chake tayari kajiridhisha na kaamini ya kwamba kuna baadhi ya maboresho makubwa ambayo yanapaswa kufanyika katika upande wa kikosi hicho na kuwapata baadhi ya wachezaji ambao wanaamini ya kwamba kuna kitu cha ziada ambacho kinakwenda kuifanya timu kuwa katika uimara na ubora mkubwa zaidi uliotukuka. Ikumbukwe Simba ni moja ya timu ambayo inashiriki michuano mikubwa kwa sasa, kwa maana ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika nafasi. So wanahitaji quality player, wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kuja kuifanya timu kuwa vizuri na timu kuwa katika sehemu ya ushindani, uimara na ubora zaidi uliotukuka katika nafasi. So now we are just waiting offer ambayo Simba wameiainisha na kuiwasilisha na kunako klabu ya soka ya Asante Kotoko
kuweza kukubaliwa na moja kwa moja Simba kunufaika na usajili wa Samba Oneir Ndongani, raia wa pale nchini DR Congo, miaka 25, ili kuja kuongeza nguvu na kuongeza kitu katika upande wa timu yao ya wekundu wa Simba. So Chuma kama kitafanikiwa kukamilisha usajili wake ndani ya Simba, ni moja ya usajili ambao Simba wanakwenda kunufaika nao, na ni moja ya usajili ambao wanakwenda kuongeza kitu cha ziada kulingana na experience kubwa ambayo amekuwa nayo na uwezo wake mkubwa pia ambao amekuwa nao katika sehemu ya kuzuia. So huyu ni moja ya usajili ambao coach Steve Barker anawahitaji ndani ya Simba ili kuja kuongeza umakini mkubwa katika safu ya ulinzi, na that why ukitazama Simba wamekuwa wanahitaji wasaji wa namna hiyo, kwa sababu within michezo ambayo ni michezo ya kiushindani, mechi ambazo wamekutana na wapinzani wagumu, kila mechi mnyama mwituni ameruhusu kufungwa bao katika upande huo. Upande wako usajili huu wa mwamba anayejulikana kwa jina la Samba Oneir Ndongani unauzungumzia kama usajili wa aina gani katika upande wa kikosi cha wekundu wa Simba? Maoni yako ni muhimu, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza hakikisha uweza kusubscribe. Sky Media ndio chaguo na sehemu ambayo unazipata taarifa zote kwa kina. Upande wa mnyama mwituni kwa sasa ni moja ya timu ambayo inazidi kunufaika na usajili wake baada ya kwanza katika mawindo yao kumtafuta beki wakati ambaye coach Steve Barker anamhitaji.